naitwa Mr. Mbise, ni mwenyeji wa Babati, lakini originally natoka kata ya Maruango, kijiji cha Maruango. Huku Babati huwa tunafanya shughuli mbalimbali, lakini kuna wakati mwingine huwa tunapata support ya watu wa kufanya kazi kutoka nyumbani kwa ajili ya kuwa support pia. Sasa katika kipindi cha mwezi Januari nilionana na Mheshimiwa Pauline, kwa tunatoka kanisani. Akaniambia kwamba alikuwa na shida ya watu wa kufanya kazi kwenye sehemu zake za kazi. Kwa hiyo nilifanya jitihada, nikampatia vijana 3 kutoka nyumbani kwetu kule kijijini, kata ya Maruango, kijiji cha Maruango. Wale vijana wakaja wakaendelea kufanya kazi. Lakini baadaye huyu kijana mmoja alipokaa kwenye ile sehemu ambayo mheshimiwa anafugia mbuzi, aliingia tamaa, kwa hiyo akachukua mbuzi akauza. Alipomaliza kuuza zile mbuzi akatoroka, akaacha eneo lilikuwa wazi. Lakini baadaye, kwa sababu wakati tunamleta kuna sehemu ambayo yule kijana alikuwa amefikia kwa kijana mwingine wa mzee Charles, tukampigia simu akasema kwamba huyu kijana yuko hapo nyumbani kwake, ndio tuenda tukamchukua, akaenda kituo cha polisi. Alipoulizwa akakiri kwamba ni kweli alichukua mbuzi akauza, lakini alikuwa ana fedha yote, ameuza akala fedha na akawa amenunua baiskeli katika kipindi cha mwezi mmoja. Lakini katika utaratibu wa kumleta huyu kijana huku, Pauline hakwenda kumuiba. Huyu kijana amekuja kwa ridhaa ya wazazi wake na sio mtoto mdogo, kwa sababu tayari alishamaliza kidato cha 4. Alishamaliza kidato cha 4 ndio akawa ameomba kazi ya kufanya. Kwa hiyo Pauline hajawahi kwenda kuiba mtoto wao mfanyakazi wala kuajiri mtu ambaye yuko under age kama jinsi ambavyo inataka kudaiwa na hao watu. Lakini tulipofika pia kituo cha polisi, tukamuuliza yule kijana alipokiri kwamba ni kweli kwamba aliiba hizo mbuzi. Tulitaka kufanya reconciliation ili watu wa nyumbani kwetu na aliyeibiwa mbuzi tufanye mazungumzo. Lakini hao watu wa nyumbani kwetu hawakukubali kukaa na sisi. Matokeo yake ni kwamba wameenda kuleta waandishi wa habari na kwenda na mtoto mahakamani. Kwa hiyo hakuna ukweli wowote kwamba Pauline ameenda kuiba mtoto nyumbani kwetu alafu akaja kumwajiri bila ridhaa ya wazazi wake. Hao watoto kule nyumbani kwetu si ni majirani zangu, ni kama nyumba mbili tu, na mimi baba zao wazazi wao nimekuwa nao, kwa hiyo nawafahamu vizuri kabisa. Hayo ndio maelezo yangu.